Mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi S-400 umeendelea kupata uangalizi mkubwa mwaka 2025 kutokana na matumizi yake ya moja kwa moja katika uwanja wa vita nchini Ukraine, pamoja na kuonekana kwa mara ya kwanza kwenye mapigano chini ya mteja wa nje, ambapo ulihusika moja kwa moja katika kampeni ya anga ya India dhidi ya Pakistan mwezi Mei. Kwa zaidi ya miaka 20, jeshi la anga la Urusi limewekeza mara kadhaa katika ununuzi wa mifumo ya S-400 kuliko lilivyowekeza kwenye ununuzi wa aina zote za ndege za kivita kwa pamoja. Hadi sasa zaidi ya vikosi 30 vimewekwa kazini na mfumo huu ndio uti wa mgongo wa ulinzi wa anga wa Urusi. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Almaz Antey, waendelezaji wa S-400, yani Nivikov, katika mahojiano ya hivi karibuni alifafanua zaidi kuhusu uwezo wa rekodi ya kivita ya mfumo huo, akisema viashiria vya ufanisi wake vimethibitisha katika mapigano halisi na hakuna mfumo mwingine wa ulinzi wa anga duniani unaoweza kuulinganisha na S-400 katika daraja lake. Akizungumza uwezo wa kuboreshwa kwa S-400 ambao unalifanya lijibadilishe haraka dhidi ya vitisho vipya vinavyoibuka, Nivikov alisema, dunia leo inashuhudia mapinduzi ya kasi katika sayansi na teknolojia, na sekta ya ulinzi ikiwa sehemu yenye mabadiliko makubwa zaidi. Kasi ya mabadiliko haitupi nafasi ya kuchelewa kujibu changamoto mpya. Mojawapo ya majibu hayo ni uwezo mkubwa wa kuboreshwa kwa mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga S-400 unaotuwezesha kukabiliana haraka na vitisho vipya wakati wa operesheni maalum ya kijeshi. Kupitia uwezo huu, S-400 imepata uwezo wa sifa mpya ambazo kwa kawaida hazipatikani kwenye mifumo ya ulinzi wa anga. Katika hitimisho lake kuhusu S-400, Nivikov aliongeza, S-400 Triumph ni moja ya mifumo iliyosonga mbele zaidi duniani na inayotambuliwa sana na makombora ya ardhini kwa anga. Umbali wake wa uendeshaji na uwezo wa kutumia aina tofauti za makombora unaifanya Triumph kuwa mfumo wenye nguvu zaidi wa ulinzi wa anga duniani. Ingawa S-400 ilianza kutumika mwaka 2007, imeendelea kuboreshwa hatua kwa hatua. Hatua kubwa ilikuwa kuongezwa kwa kombora la Forte N6 lenye masafa marefu inayoaminika kuanza kutumika kuanzia mwaka 2018. Kombora hili linaweza kushambulia malengo hadi kilomita 400 mbali, ikiwa na uwezo wa kugonga shabaha zilizo nyuma ya mviringo wa dunia kwa kutumia taarifa kutoka rada za ardhini zilizo mbele au rada za angani kama zile za ndege A-50U. Kombora hili kwanza huruka juu hadi karibu mita 30,000 kisha hushuka likitumia taarifa za kulenga, likiwa na uwezo wa kupiga ndege zilizo kati ya mita 30,000 hadi mita 5 kutoka usawa wa ardhi. Limeshatumiwa kwa mafanikio dhidi ya malengo ya Ukraine na Pakistan. Uzalishaji mkubwa wa S-400 umewezeshwa na uwekezaji mkubwa katika kufufua sekta ya makombora ya ardhini ya Urusi ambao ulianza kuidhinishwa na Kremlin mwaka 2000. Kiwanda kipya cha Ubukov, uboreshaji mkubwa wa kiwanda cha Avitek na ujenzi wa kiwanda cha NMP vilikuwa sehemu ya mpango huo. Viwanda hivyo vilikamilika katikati ya miaka ya 2010 kutokana na ucheleweshaji mkubwa, lakini tangu wakati huo utoaji wa S-400 umeongezeka kwa kasi. Hakuna taarifa za mrithi wa S-400 kuwa unatengenezwa kwa sasa, lakini inatarajiwa kwamba rada mpya na aina zaidi ya makombora zitaendelea kuongezwa, ikiwemo kombora jipya na masafa marefu zaidi kuliko Forte N6 ambalo linatarajiwa kuanza kutumika katikati ya miaka 2030.